Naomba tutulie, tumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Pia tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa wema na upendo wako, asante kwa ulinzi wako, asante hata kwa ajili ya mwezi huu, mwezi Agosti, ambapo ni siku ya kina mama katika kanisa letu. Mungu, tunakurudishia sifa kwa ajili ya kutufanya wamama. Yesu, tusaidie tunaposikia neno hili, Mungu wa rehema, ambalo tumepewa na KMT makao makuu. Mungu, endelea kusimama na sisi, endelea kututunza, endelea kututangulia, ni ili yale tunayoenda kujifunza leo tuweze kuyatendea kazi. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Tuwe kanisa, naomba mkae mkao mzuri, naomba tukae mkao wa kula. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae mkao wa kula, ile mboga haijachacha tulipasha asubuhi, kile kiporo tutakipata. Bwana Yesu asifiwe. Nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kunipa kibali cha kuweza kusimama katika ibada hii ambayo ni ibada rasmi kwa ajili ya wamama, sio wanawake, ni wamama, ambayo ilitakiwa iwe mwanzoni mwa mwezi, lakini tulisogezewa hadi tarehe 9. Nikasema yote ni mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kipekee nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya kunipa kibali cha kuweza kusimama hapa. Haikuwa zamu yangu, haikuwa kazi yangu. Mimi nilikuwa na kazi ya kufundisha Sunday, lakini Roho Mtakatifu aliniambia ninasimama na ikabidi nitii. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nisafiri mpaka mchungaji alishangaa nilipopiga simu ya kuahirisha tiketi. Nilipata msiba na nilitakiwa nisafiri, walizika Alhamisi. Nilikata tiketi Jumanne, lakini Jumatano asubuhi nikaahirisha safari. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu, manake Mungu alitamani nisisafiri. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu kama tulivyosomewa katika Injili ya Mwinjilisti Luka mlango wa 8 mstari wa 22. Nitasoma haraka haraka kwa sababu ni mistari michache. Neno la Mungu linasema, ikawa siku zile mojawapo alipanda chomboni, yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Wakatweka matanga, nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji. Wakawa katika hatari, wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Akawaambia, imani yenu iko wapi? Wakaogopa, wakamaka, wakisema wao kwa wao, ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji, navyo vyamtii? Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa hili somo na KMT, na tumeona somo la kwanza limetoka katika Waebrania mlango wa 11 mstari wa 1 hadi wa 3. Yesu ndiye alikuwa mwanzilishi wa safari. Bwana Yesu asifiwe. Hata tukiangalia, nilishangaa sana nilivyoona kwaya, na ilikuwa ombi rasmi. Niliomba kwaya watuimbie wimbo wa kuvuka mto, wa kuvuka ziwa. Nikashangaa kina mama wenzangu, mimi sidhani kama somo mlilisikia. Somo letu linasema tuvuke mto, lakini wanakwaya wamejitahidi kufanya mazoezi, wametuimbia wimbo wa kuvuka. Zangu mmekalia viti, hamkuona kwamba watoto wamejitahidi, wametuimbia wimbo wa somo letu. Walikuwa hawana mpango wa kuimba hiyo wimbo, walikuwa hawana mpango kabisa, lakini nikawaambia mna wimbo unasema kuvuka ng'ambo. Lilikuwa ombi rasmi. Waulize, hata jana jioni nimepigia baadhi ya watu wawili, nimeufanyia mazoezi. Nikafikiri, wakina mama mkisikia wimbo unagusa kuwe, mimi umenigusa, manake ilikuwa ombi langu. Nikafikiri na wenzangu mmesikia kwamba ni somo, ndio kichwa cha somo, manake kichwa cha somo kinasema tuvuke ng'ambo. Watoto wameimba, kina mama wenzangu mmeniangusha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukisikiliza somo, ukasikia wimbo,
unaohusu kile kitu kinachozungumzwa. Jamani, si unatakiwa umfurahie Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Mwaliko wa kuvuka ng'ambo ulikuwa wa Yesu peke yake. Yesu, tukiangalia ule mstari wa kwanza, Yesu ndiye aliwaambia tuvuke ng'ambo. Si ajabu hata wanafunzi walikuwa hawana muda, hawana mpango wa kuvuka ng'ambo. Lakini tukiangalia ule mstari wa 22, ule kitabu tulichokisoma 22, anasema ikawa siku zile mojawapo. Kwa hiyo wito wa kuvuka ng'ambo ya ziwa ulikuwa wa Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kuwa walipovuka, kabla hawajavuka walipata dhoruba au walipata tufani. Biblia imeita tufani. Walipopata tufani haikuzuia safari yao. Bwana Yesu asifiwe. Hatukuona kwamba kwa sababu sisi tumepata dhoruba au tufani sasa turudi. Bwana Yesu asifiwe. Kupata msukosuko, kupata dhoruba, kupata tufani hakusababisha dhoruba, hawakusababisha warudi. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wamebeba kusudi. Kama tumesikiliza wimbo vizuri, walipanda kile chombo, na kule mbele tumesikia kuna kitu walienda kukutana nacho kwenye wimbo wa wanakwaya, lakini sisi hatufiki huko. Sisi tumeambiwa tuvuke ng'ambo tu. Kwa hiyo kwa sababu walikuwa wana mpango na Yesu aliwaambia kwamba tuvuke ng'ambo, hawakuweza kuzuiliwa na kitu chochote kile, kwa sababu neno la Yesu au neno la Mungu halikubadilika. Hakuamka alivyoamshwa, hakuamka akawaambia jamani, kwa vile sasa tumeshapata dhoruba inabidi turudi. Hatujasikia popote pamoja na dhoruba. Bwana Yesu asifiwe. Inatokea waumini tunapata dharura, tunapata dhoruba, tunapata majaribu katika safari zetu, na huenda tukairisha ile safari, lakini kwa vile kusudi la Mungu linakuwa limesimama, au kusudi la Mungu likisimama kwa ajili ya safari ile ya kuvuka ng'ambo. Nimewaambia, nimewapa ushuhuda hapo mwanzoni kwamba nilitakiwa niwe nyumbani saa hizi, lakini kusudi la Mungu lilitakiwa lisimame. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hili neno limeanza kutenda kazi ndani mwangu kabla sijalisema. Kusudi la Mungu linatakiwa lisimame. Kusudi la Mungu halibadiliki. Haijalishi unakutana na shida gani kubwa. Kwa sababu mimi nakuahirisha safari, mchungaji anajua, nimepata, Waswahili wa siku hizi tunasema mabango. Nimepata maneno ambayo yamenikwamisha sana, yameniumiza, lakini kusudi la Mungu linasimama. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwavusha kwenye majaribu hadi kufikia kusudi la Mungu. Basi kusudi la Mungu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la Mungu ni kitu chochote ulichobeba, iwe karama au kipawa cha aina kipawa au karama ya aina yoyote ile. Kitu chochote ambacho umebeba, kitu chochote ambacho Mungu amekubebesha. Tunaona Bwana Yesu pamoja na wanafunzi walienda kule, na kule walikutana na mtu ambaye hakuna mtu aliyeweza kumshika ila Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo lakini wewe unayakwepa. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la Mungu nimesema ni karama yote au kitu chochote ambacho Mungu amekubebesha, ambacho kipo. Ni kama akina mama tunavyobeba ujauzito. Haijalishi utatema namna gani, haijalishi utatembea na karatasi namna gani ya kutemea, haijalishi utakulaje pemba, lakini kula pemba ni pepo kwa jina la Yesu. Haijalishi utakulaje malimao, haijalishi utatapikaje, kusudi la Mungu litatimia. Lazima yule mtoto utamzaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukibebeshwa kusudi la Mungu lazima lifike mwisho. Kwa hiyo kama wewe ni mbeba kusudi la Mungu, lazima kwa namna moja au nyingine ukutane na dhoruba. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukutane na dhoruba au tufani. Tunaona safari ya huyu Yesu na wanafunzi. Chombo kikajaa maji. Nafikiri nikisema chombo kikajaa maji, kwa watu wa kanda ya ziwa wanaelewa. Ningesema kule kwetu hata wasingeelewa, wangefikiri labda ni vibakuli vilielea. Lakini kwa watu wa ziwa tukisema chombo kikajaa maji, nafikiri tunaelewa. Chombo kilivyojaa maji, akamwamsha bwana mkubwa. Akaamka akaukemea upepo na safari iliendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
pamoja na kwamba tunatakiwa kuvuka ng'ambo ili kutimiza kusudi la Mungu, hapa katikati lazima tuvuke ng'ambo, lazima tupate ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuvuke ng'ambo, lakini lazima tupate ushindi. Tukiangalia kitabu cha Wafilipi 4:13, naomba tusisome, kinasema nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu, kwamba kama tunamtegemea Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wetu, tena alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, zile tufani na zile dhoruba, lazima tutashinda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Warumi 8:37 wanakwaya wamenisaidia kuimba kwamba vita vyetu si juu ya nyama, vita vyetu wala kung'atana. Vita vyetu ni juu ya mamlaka kwenye pepo wabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tutavuka, lazima tuvuke, lakini ili tuvuke lazima tuwe na imani. Tena sio imani tu, imani thabiti. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuangalie wote somo la kwanza ambalo lilikuwa la kupokezana. Warumi ile tuliosoma somo la kwanza. Waebrania, naomba tufungue wote Waebrania. Tuangalie ile mistari ya kwanza pale ilivyotuambia. Waebrania 11 mstari wa kwanza hadi wa 3. Neno la Mungu lilisema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa kwa imani, twafahamu kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua wote kuumbwa kwa dunia kwa imani. Tunaamini kwamba Mungu alisema na iwe hivi, na iwe hivi, na nchi iulete mimea, na iwe hivi, na iwe hivi. Vitu vyote tunaamini kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili tuweze kuvuka, tumeona hakuna sababu yote inayotusababisha tushindwe kuvuka. Kuvuka lazima tutavuka, na ili tuweze kuvuka salama, na ili tuweze kuvuka lazima tuwe na imani. Sio imani tu, tena imani thabiti. Bwana Yesu asifiwe. Imani thabiti ina sifa chache, nitasema chache. Sifa ya kwanza, mtu mwenye imani thabiti lazima awe na tumaini katika hali zote, hata akiwa anapita katika mazingira tofauti tofauti. Ukiwa na imani thabiti lazima utamtumainia Mungu hata kama unapita mazingira tofauti. Kuna mazingira mengine unaweza ukapita ukahisi hapa hakuna uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, labda umepata msiba mkubwa, umekosa kile ulichokuwa unategemea. Hata mabinti zangu labda wamechelewa kupata wenza, na vijana wanasema hapa kwa kweli Mungu hayupo, hapa mimi Mungu anisikii. Lazima uwe na tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Haitegemei unapita kwenye mazingira gani. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi una kazi, haijalishi mshahara ni mdogo, haijalishi ulifanya mtihani ukafeli, hata ukwenda chuo kikuu kama wenzako, haijalishi karibia uzeeke hujapata mwenzi. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ndoa unaoishi na misukosuko, haijalishi hata upewi hela ya matumizi, lakini lazima umwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi hali yoyote ile inayopitia, lazima umtumainie Mungu. Umepita pabaya, sawa, unamtumainia Mungu. Leo umepita pazuri, sawa, lazima umtumainie Mungu, kwa sababu hata Mungu alituambia mapema. Yesu aliwaambia wanafunzi kwenye ile Yohana 33:16, akasema duniani humu tunao dhiki, lakini tujipe moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nyingine, tukisikia hilo neno tunajua kwamba dunia sio tambarare. Bwana Yesu asifiwe. Kuna pambio niliimba nilipokuwa mdogo, sijui dunia tambarare. Sio hivyo, hasa kwa wewe uliyemwamini Yesu, hasa kwa wewe unayemtegemea Yesu, hasa kwa wewe unayetamani kuvuka ng'ambo. Huwezi kuvuka hivi hivi.
Bwana Yesu atusaidie. Lazima upate misukosuko, lakini kama wewe umemwamini Yesu na sifa yako una imani, tena imani thabiti, lazima umtumainie Mungu, haijalishi mazingira unayopita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sifa ya pili ya mtu mwenye imani ni kusimama kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kweli una imani, unapaswa kusimama kwenye neno la imani, alafu usimame kwenye neno la Mungu. Unapataje msaada? Bwana Yesu asifiwe. Hujui neno, una hata Biblia, lakini umevaa kitenge kizuri, lakini Biblia hela za kununua wewe unaga. Mimi sinaga, huwa ni hela nyingi sana kununua Biblia. Nitamuomba tu mchungaji anitafutie Biblia zile, labda zije tena kwa neema. Saa hizi Biblia zinanunuliwa. Kwa hiyo kama una uwezo wa kununua shati zuri na kitenge kizuri, lazima ununue Biblia. Iweze kusubiria wiki, Jumatano ndio uje ukutane na neno, Jumapili ndio uje ukutane na neno. Kwa hiyo hizi siku mbili hapa katikati, 3, 4, wewe uko tupu. Mbona ugali hujaacha kula? Bwana Yesu, chakula ugali. Ukikosa uji ni shida, ukikosa chai asubuhi ni shida. Lakini Biblia kwamba leo hivi kumekuchwa, giza limeingia, sijajua neno la Mungu, sijapata msaada wowote wa kunivusha kama tunavyo. Lazima unasema mimi nishakuwa mtu mzima. Nilisikiliza kipindi fulani jana, wanasema ukishakuwa mtu mzima kuanzia miaka 45, na waangalia sana wa mama, ukishakuwa mtu mzima kuanzia miaka 45 na kuendelea, lazima ule balance diet kama mtoto mdogo. Bwana Yesu asifiwe. La sivyo mwili utachoka mapema. Lazima uhakikishe mama, ukienda sokoni, lakini lazima ujue kama sijaweza kununua tunda, lazima ninunue mboga za majani kwa ajili ya afya ya familia yangu. Hayo tunayajua. Nina siku 2 sijala matunda. Siku moja nilisafiri na mama mmoja, ananiambia, tukafika Kiabakari, akasema mimi maisha yangu bila juisi siwezi kuishi. Nikashindwa kuelewa, hivi huyu ni Mkristo? Ni kweli lazima unywe juisi, lakini sio maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yangu Mkristo, maisha yangu bila juisi mimi siendi. Ni kweli juisi ni nzuri, lakini sio maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima usome neno, lazima uwe ujilishe. Mimi mama yangu ni mtu mzima, saizi ana miaka 85. Ana macho mazuri kuliko watoto wake. Mimi ni mtoto wa 3 kuzaliwa. Mama yangu anasoma bila miwani. Ana Biblia ya kwenda kanisani, ana Biblia ya kushindia. Kwa hiyo kitandani kwake, sijisifu, ninatoa mfano kwa sababu mama yako simjui. Sasa sisi niseme mama yangu? Bwana Yesu asifiwe. Mimi mama yako simjui. Mimi ni wazima. Mimi ni mtoto wa 3 kuzaliwa. Na unajua kwetu tunaolewaga wakubwa. Sasa ule umri wa mama yangu si ajabu ulingani na wa mama yako. Sisi kwetu tunaolewaga tukikua vizuri. Kwa hiyo mama yangu ni mkubwa. Tena alisoma mpaka darasa la 8 miaka hiyo. Yeye ana Biblia, ana mkoba wa kwenda kanisani, ana Biblia nyingine kitandani. Kwa hiyo akiamka, Mungu nisaidie, sikutegemea kusema haya, akiamka asubuhi anafanya mazoezi, anatembea kwenye mashamba yake, akirudi labda ameshakunywa chai, akipanda kitandani na Biblia yake. Bwana Yesu asifiwe. Unajua namtamani, ninajitahidi sana kusoma neno, lakini namtamani mama. Ikifika saa 7 ananiambia, unajua leo sijaongea na Mungu. Yaani unajua nasikia wivu. Bwana Yesu atusaidie. Macho ni imara. Mama wa miaka 80. Hebu piga mama unayemjua mahali popote wa miaka 85. Alizaliwa mwaka 41. Ikifika mchana umeenda kumtembelea, unaona anakuacha. Ukimtafuta yuko kitandani. Anakuambia, unajua nilikuwa sijasoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, unajua ni kitu cha kutamani. Yaani kuna watu Mungu amewapa neema. Na mimi nina imani, pamoja na kuwa ninaomba, lakini natembelea neema ya mama yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mama yangu anaomba sana. Yaani nikikupeleka ukalala kwa mama yangu, unajua utasikia kero. Unajua Mungu anisamee. Kuna siku mpaka nimwambia mama, niache nilale kidogo. Labda umetoka safari, saa 10 anaomba. Amepiga magoti anaombea watoto wake. Utasikia kero. Lakini namshukuru Mungu. Sisi tunakumbuka jamani, hapa hamna mtu wa miaka 85. Hayupo. Tuna nguvu hizo. Hivi tuna nguvu hizo akina mama. Sana tukijitahidi saa 12 ndio tunaamka. Ukiamka kwanza hapo unaenda kwanza kuamsha wajukuu.
waende shule, ndio unakumbuka ngoja nirudi. Kama una mgonjwa hospitali, hata urudi chumbani, utaenda kukumbukia mlimani kwamba unajua sikuomba. Unasema bora hata nilimwombea yule mgonjwa, basi nitakuwa nimeomba leo. Lakini ile ni sala ya mgonjwa, sala yako ya kumshukuru Mungu. Si mnajua kuna watu wanaishia usingizini hawaumwi. Nilimkariri baba mmoja alivyofariki, sijui alikuwa ni Kenyatta, zamani nilikuwa mdogo, nikasikia ameishia usingizini, nikajiuliza sana, hivi watu wanaishiaje usingizini? Unajua kumbe kuamka ni neema. Bwana Yesu asifiwe. Kuamka ni neema. Kuna watu wanaishia humo, na sijui kama wanakumbuka kutubu. Mimi nilimwomba Mungu niugue hata siku 2, nimkumbuke Mungu. Hata wiki moja nitubu yale yote ambayo nilisahau kutubu. Hata wale ambao nilikosana nao, labda kama wapo, waje tuzungumze. Singizini ni vibaya sana. Kwa hiyo nimesema sifa ya pili ni kuishi maisha ya kusoma neno. Ndio nikamkumbuka mama yangu maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sifa ya tatu, kutoyumbishwa. Umesimama, usiumbishwe. Unaangalia, unatumaini lako. Mimi namwangalia Yesu. Usisikie maneno. Si tulizungumza habari za Sambalati, tulizungumza kwenye Nehemia, kuna mwaka tulihubirigi Sambalati alivyoenda kujenga. Sambalati ile 4, kama hujawahi kusikia hilo neno, fungua Nehemia 4 mstari wa 1 hadi wa 3, kwamba walienda kujenga ukuta, ile wanajenga wakayumbishwa. Kila mtu anasema hivi, si hata mbweha wakipanda hapo wataangusha, hivi hawa nao wataweza? Bwana Yesu asifiwe. Mpaka leo Masambalati wapo. Tusifikirie ni wakati wa Nehemia. Mpaka leo wapo, na kibaya zaidi hata kanisani wamejiingiza. Bwana Yesu asifiwe. Nilishawahi kusoma neno fulani, sikumbuki liko wapi, ninasema watu wanajiingiza kwa akili.